Apollo Clearing and Forwarding ni kampuni inayosimamia uuzaji na ununuzi wa bidhaa mbalimbali kutoka nje na ndani ya nchi. Watu wengi wamekuwa na maswali ni namna gani wanaweza kuagiza bidhaa hizo kwa usalama na uhakika. Mchanganuo mzima wa kuagiza magari na namna ya kukamilisha mchakato huo, mkurugenzi wa Apollo Clearing and Forwarding, Elia Januari Matofali, akieleza zaidi mchakato huo. Kwa majina naitwa Elia Januari Matofali, ni mkurugenzi na mtendaji wa kampuni ya Apollo Clearing and Forwarding. Kampuni inayojihusisha na kuagiza magari, utoaji wa magari bandarini na kuyapeleka kwa wahusika. Hasa kazi yetu kubwa ni kununua gari. Kwa mfano, kuna baadhi ya magari ambayo tunayo na yauza wenyewe kama ofisi, lakini pia kubwa ni kwamba kuna baadhi ya wateja ambao wanakuwa wananunua magari, hawajui ni namna gani gari yake anaweza kuichukua bandarini, kwa sababu utaratibu wa serikali yetu ya Tanzania ni kwamba unapotaka kuingiza mzigo bandarini au unataka kuingiza mzigo nchini, lazima utumie mawakala ambao ni wanaita mawakala wa forodha. Mawakala wa forodha ni kampuni ambazo zinakuwa zimesajiliwa chini ya sheria ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambazo zinahusika na kuweka dhamana ya mteja yeyote, anawezekana ni mfanyabiashara au mdau yeyote ambaye anaagiza mzigo kutoka nje ya nchi. Kwa hiyo hauwezi kuingiza mzigo bila kutumia mawakala wa forodha. Kuna hii mizigo ambayo inaishia nchini Tanzania ambayo ni loko wanaita. Tunasajili magari, lakini pia tunasaidia watu kuuza bidhaa zao ambazo zinakuwa, kwa mfano umenunua gari yako na imefika, unaweza pia ukatumia kampuni ya Apollo kutafuta mteja akakusaidia kuiuza hiyo gari. Kwa hiyo kwa uchache kazi ambazo tunazifanya kuna namna mbili. Namna ya kwanza ni mtu mwenyewe ameshanunua tayari mzigo au ameshanunua tayari gari Japani au nje ya nchi. Hatua ya pili ni kwamba huyu ni mtu ambaye hajaagiza wala hajanunua, anatutumia sisi kama maagent wa kununua na kumuingizia mzigo. Kwa huyu ambaye ameagiza mwenyewe na amepewa risiti ya malipo ambao kitaalamu wanaita bill of lading pamoja na invoice, tunachukua zile document mbili ambazo ndo muhimu zinazohitajika, na baada ya hapo tunafanya utaratibu wa kawaida ambao ni wa kiforodha. Tutalipa malipo yote na baadaye tutapewa mzigo au gari ya mteja. Hiyo ni hatua ya kwanza. Lakini huyu ambaye hajaagiza kwa yeye mwenyewe, ametumia kampuni yetu, tunafanya vitu viwili. Jambo la kwanza, anakuja ofisini hapa, analipia gari, anachagua gari. Jambo la kwanza, anachagua gari yoyote au mzigo wowote. Na kuna baadhi ya wateja ambao tayari wanakuwa Ulaya, wameenda wenyewe, wameagiza, wamenunua yale magari au wameyaona. Kwa hiyo atachagua gari. Kwa mfano, anaweza kachagua, labda anachukulia mfano Toyota Sienta. Ukiagiza labda Toyota Sienta, nitakuonyesha gari tofauti Toyota Sienta nyingi sana kwenye system, ambapo tunatumia wauzaji kama B-Forward, SBT, Car Japani na SID. Hawa ni wa maagent wanaouza magari Tanzania na ambao wamethibitishwa kabisa na serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo mteja anachagua gari, akishachagua gari atalipia nusu. Kwa mfano tuchukulie kwamba gharama ya gari ni milioni 25 pamoja labda na ushuru na kila kitu. Mteja ana uwezo wa kulipia 50% ya milioni 25. Anaweza kalipia 50% na gari ikafika mpaka bandari ya Dar es Salaam, akamalizia malipo yaliyobaki baada ya kuiona gari. Mbali na hayo, Apollo Clearing and Forwarding imetatua zaidi mchakato wa kukamilisha ndoto za maisha ya watu. Hata kama umekuwa hauna pesa, bado unaweza kuagizia bidhaa kutoka nje ya nchi. Lakini pia kwa wale ambao wanakuwa hawana hela kabisa lakini anatamani kumiliki gari, ni kwamba mteja anaangalia gari, anaichagua gari. Sisi tunaiweka gari ile under offer
yani kana kwamba hii gari inaweza kununuliwa kwa baadaye. Mteja anapopata pesa hata 25% au 30% ya ile pesa yote ambayo alitakiwa anunue gari, tunaweza kumwagizia gari kwa dhamana ya ofisi. So ofisi ina uwezo wa kulipia kiasi kinachobaki, mtu akaagiza gari na akapata gari. Ni mara nyingi umetafuta huduma bora za kuagiza magari na mizigo kutoka nje ya nchi. Jibu lako ni Apollo Clearing and Forwarding. Tunakuhakikishia huduma za haraka, salama na uhakika zaidi. Ndiyo, tunatoa huduma za kuagiza magari na mizigo kutoka Japani, Singapore, Marekani, Dubai, China na Uingereza. Bado tunashughulikia forodha kwa uredi katika bandari ya Dar es Salaam na bandari zote nchini Tanzania. Bado tunatoa ushauri wa kitaalamu kuhusu usajili na taratibu za uagizaji. Tunakurahisishia usafirishaji wa mizigo kwenda nchi za kimataifa. Tunakuhakikishia usajili na usafirishaji wa gari lako mpaka mlangoni kwako. Unasubiri nini sasa? Tembelea ofisi zetu zilizoko Kariakoo, mtaa wa Omali Londo na Livingstone, jengo la posta ghorofa ya 5, chumba namba 34, au wasiliana nasi kwa simu namba 0742323000 au kwa barua pepe info@apolloclearing.co.tz. Apollo Clearing and Forwarding, kwa huduma za haraka, salama na uhakika. We know your time is more valuable than money, and you deserve top quality products for your business with discounted prices, safety, and guaranteed reliability. Your answer is Apollo Clearing and Forwarding. We specialize in helping our clients buy and sell goods from abroad with ease. Order now, whether it's vehicles or any other business products from overseas, and enjoy your goods with peace of mind. Yes, Apollo Clearing and Forwarding is your solution. Call us today, 255-742-323-000. Lakini jambo lingine kubwa ambalo tunalifanya, let's say mtu amenunua gari na hana pesa ya ushuru. Usiogope, ukinunua gari hauna pesa ya ushuru, gari yako itafika mpaka bandari ya Dar es Salaam, na sisi kama kampuni Apollo tutakusaidia. Hiyo gari tutaipeleka mahali salama ambapo wanaita kitaalamu bonded warehouse. Haya ni maeneo ambayo yalishatengwa kiserikali na kisheria, ambayo yanatunza yale magari ya wale watu ambao hawawezi kulipa ushuru kwa wakati huo. Na baada ya mtu kupata ushuru, anaweza kwenda bondi akachukua gari yake, akalipia ushuru, akachukua gari yake. Kwa hiyo hayo ni majukumu baadhi ambayo tunayafanya. Lakini pia una mzigo wako, wewe ni mfanyabiashara au ni mkulima, una mahindi unataka kutoa nje ya nchi, basi usiogope. Unatuona sisi Apollo, tunakufanyia mpango kuanzia wa meli, kupakia, kuanzia certificate au vile vibali vinavyokuwezesha kutoa mzigo wako nje ya nchi. Tunafanya pia hiyo kazi. Kitu chochote unachokifanya au jambo lolote ambalo unataka kulifanya, unataka kutoa kitu nje kinachohusiana tu na nje ya nchi na ndani ya nchi, pia tunafanya. Hapo awali, mtu asipolipia mzigo wake ama gari lake, halafu akakosa pesa ya kukombolea, wengi walishindwa na walipata hasara. Apollo Clearing and Forwarding wameweza kutatua tatizo hilo kwa ukubwa. Bonded warehouse ni kama yadi au ni maeneo yaliyotengwa na hawa watu, yamesajiliwa kabisa kiserikali. Haya maeneo ni wale watu wanahifadhi magari, ni kama parking kwa Kiswahili cha kawaida, unaweza kusema ni parking. Lakini hizi parking zipo kisheria. Ni kwamba mtu amenunua gari au amenunua mzigo wowote, na ulivyofika Tanzania, either ushuru ambao ulitegemea utalipa, kwa mfano let's say ulikuwa una plani kupata hela mwezi ujao, ambao kama nilivyosema kampuni inachukua nusu. Lakini let's say umefikisha mzigo wako, gari imefika, bado hauna hela ya ushuru, basi usiogope. Ni kwamba ile gari tunaipeleka bonded warehouse. Kwa hiyo bonded warehouse wanaitunza gari yako kwa gharama ndogo sana. Kuachana na kwamba faida ya kwanza ya bonded warehouse ni kwamba wanachukua pesa kidogo sana kwa kuhifadhia gari yako. Kila mwezi unakuwa unalipa, ambayo gharama yake ni chini ya shilingi 200,000 kutegemeana na ukubwa wa gari yako. Lakini pia faida nyingine ni kwamba inakuepusha kuingia gharama zile za bandari, ucheleweshaji wa kutoa mzigo bandarini, kwa sababu serikali yetu ya Tanzania kwa mizigo ambayo inaishia nchini ilishatoa siku 5. Kwa hiyo gari yako ikifika unapewa siku 5, wewe umeshaifanyia kazi, especially process zote za forodha
kulipa ushuru na kila kitu mpaka umetoa. Sasa ndo umefika, gari yako imefika, hauna ushuru, manake itakuchukua muda mrefu utafute ushuru, lakini huku gharama za bandari zinazidi kuongezeka, ushuru unazidi kuongezeka, ambayo ni ile gharama ya bandari wanaita port charges, inazidi kuongezeka. Mwisho wa siku utashindwa kuitoa ile gari, na unaweza kukuta gharama ambayo unatakiwa utoe gari yako bandarini inazidi gharama ulionunulia Japan. Kwa hiyo ni bora Apollo tunakusaidia kukupelekea hii gari bondi, ambapo bondi utakuwa unalipia gharama ndogo kwa kila mwezi mpaka pale ambapo utakuwa umefanikiwa kupata ile pesa ambayo unaweza kulipa ushuru wako, ambapo sasa tuchukulie ushuru labda ni milioni 20. Kwa muda huo wewe una milioni labda 15. Sasa unaweza ukapewa muda labda mpaka miezi 6. Wewe unakuwa unasubiri upate pesa, ukafanyaje, ukalipia ushuru wa moja kwa moja serikalini, na ukishalipia wanakuruhusu uende bondi ukatoe gari yako. Kwa hiyo bondi ni mahali salama kabisa ambapo magari yanatunzwa, yale ambayo watu wameshindwa kulipia ushuru. Lakini pia kuna wale watu ambao wanaagiza magari kwa ajili ya kuuza. Wewe labda na wewe ni mfanyabiashara wa magari, umeagiza gari ili uuze, na unatamani ukifikisha gari ndio utafute mteja ione kwanza ndio iuze. Kwa hiyo pia Apollo tunakusaidia, ile gari tunakupelekea bondi. Ukishaipeleka bondi, unaanza kutafuta mteja. Mteja wako anaruhusiwa kabisa masaa 24 kwenda kuitazama ile gari, kuangalia kila kitu, kwa sababu ni gari yako tayari. Wewe unachokuwa unalipia ni ile gharama ya kila mwezi, mpaka pale utakapokuja kupata mteja, analipia gari yako, unakuja ofisini tena, sisi tunakupa vibali vya kwenda kuichukua ile gari, ambavyo vinakuwa ni kutoka kwenye system ya TRA. Gharama ya gari huwa inazingatia vitu vitatu. Kwanza ni ukubwa wa gari. Jambo la pili ni uwezo wa gari. Na jambo la tatu ni cc hizi za gari. Kwa mfano, ukichukua kampuni kama ya Molano. We know your time is more valuable than money, and you deserve top quality products for your business with discounted prices, safety, and guaranteed reliability. Your answer is Apollo Clearing and Forwarding. We specialize in helping our clients buy and sell goods from abroad with ease. Order now, whether it's vehicles or any other business products from overseas, and enjoy your goods with peace of mind. Yes, Apollo Clearing and Forwarding is your solution. Call us today, 255-742-323-000. Ni mara nyingi umetafuta huduma bora za kuagiza magari na mizigo kutoka nje ya nchi. Jibu lako ni Apollo Clearing and Forwarding. Tunakuhakikishia huduma za haraka, salama na uhakika zaidi. Ndiyo, tunatoa huduma za kuagiza magari na mizigo kutoka Japan, Singapore, Marekani, Dubai, China na Uingereza. Bado tunashughulikia forodha kwa uredi katika bandari ya Dar es Salaam na bandari zote nchini Tanzania. Bado tunatoa ushauri wa kitaalamu kuhusu usajili na taratibu za uagizaji. Tunakurahisishia usafirishaji wa mizigo kwenda nchi za kimataifa. Tunakuhakikishia usajili na usafirishaji wa gari lako mpaka mlangoni kwako. Unasubiri nini sasa? Tembelea ofisi zetu zilizoko Kariakoo, mtaa wa Omali Londo na Livingstone, jengo la posta ghorofa ya 5, chumba namba 34, au wasiliana nasi kwa simu namba 0742323000 au kwa barua pepe info@apolloclearing.co.tz. Apollo Clearing and Forwarding kwa huduma za haraka, salama na uhakika. Nissan Molano. Nissan Molano ni gari ambayo ina cc kubwa sana, karibia 2000 na. Hii gari ni bei rahisi. Ni bei rahisi sana, ambao bajeti yake kuiagiza tu ni kama dola 2200. Na ushuru wake ni kama milioni 6-7 hapo katikati. Lakini pia kuna hizi gari ambazo mnazisikia kama ST. ST sio gari ya bei ya chini, ni gari ya bei ya juu kulingana na kwamba cc zake ziko chini. Ina cc, kuna ST ambazo zina cc mpaka 1000 labda 100, 1450. Maana yake ni kwamba ulaji wake wa mafuta ni mdogo. Kwa hiyo brand ya gari pia inaweza kufanya gari ikawa na bei kubwa pamoja na kwamba ina cc kubwa. Kwa mfano, kuna magari labda aina ya Jeep. Jeep ni gari ambayo ina brandi kubwa na ina cc kubwa. Kwa mfano, kuna magari labda aina ya Jeep. Jeep ni gari ambayo ina brandi kubwa na ina cc kubwa. Kwa mfano, kuna magari labda aina ya Jeep. Jeep ni gari ambayo ina brandi kubwa na ina cc kubwa. Kwa mfano, kuna magari labda aina ya Jeep.
uwezo wake ni mkubwa na cc zake ni kubwa. Na kuna baadhi ya magari ambayo cc zake ni kubwa lakini brand zake ni za kawaida. Kwa mfano Toyota Brevis. Toyota Brevis ni gari ambayo ina cc kubwa lakini bei yake ni ya chini. Kwa magari ambayo yana bei ya chini ni yale magari ambayo yana cc kubwa lakini brand yake ni ya chini. Kwa mfano Toyota yenye cc kubwa, utakuta kabisa kwamba hii gari ni bei ndogo. Kwa mfano pia magari ambayo naweza nikasema kwa sasa ambayo yako chini sana kwa bei ni kama ambayo Mtanzania yote anaweza kumudu kununua hiyo gari. Kampuni ya Nissan. Nissan ni nyingi sana ambazo Nissan X-Trail ni gari ambayo Mtanzania yote anaweza kumiliki pamoja na ule ukubwa wake wa bodi. Mtanzania yote anaweza kumiliki, ambayo bajeti yake ni kama milioni 10 tu mpaka inafika Dar es Salaam, umelipia na ushuru na gharama za bandari. Lakini bado kuna gari kama Nissan Murano. Hizi pia ni gari ambazo za bei ya chini kabisa, ambayo unaagiza mwenyewe kutoka Ulaya na unaanza kuitumia mwenyewe gari ikiwa kwenye condition nzuri. Kuna baadhi ya vitu ambavyo watu wanakosea sana, especially kwenye ununuzi wa magari. Kwa nini mtu ununue gari nje na usinunue gari Tanzania? Au usinunue gari katika hizi yadi ambazo tayari gari umeshaletewa mpaka mlangoni? Faida ya kwanza ya kununua gari nje ya nchi ni kwamba unainunua gari katika mazingira ambayo TBS wenyewe wameithibitisha. Utaratibu wetu wa serikali ya Tanzania, hauwezi kuingiza gari Tanzania kabla haijakaguliwa na mamlaka ya nchi hiyo ambao wapo katika hiyo nchi husika unaotoa nini gari. Kwa mfano Japani kuna TBS, tuna TBS ambao ni mamlaka ya viwango Tanzania ambao wako Japani. Wanaangalia ile gari, wanaikagua kila kitu kabla haijaingia Tanzania. Kwa hiyo maana yake unavolipia ile gari kuna specification wanakuonyesha kila kitu. Na wenzetu ni waaminifu sana kwenye upande wa biashara, na ndio maana wanafanya biashara muda mrefu, kwa sababu kabla hujanunua gari wanakupa matatizo yote ya hiyo gari. Kama engine ni mbovu, kama ina scratch popote watakwambia. Kwa hiyo kuagiza gari nje, faida kubwa ni kwamba unanunua kitu ambacho ni cha uhakika. Tofauti na hapa Dar es Salaam, unaweza kununua gari ambayo, hasara ya kwanza, unaweza kununua gari ambayo usajili wake ni wa mashaka. Haujui imenunuliwa kutoka kwa nani, haujui imesajiliwa kutoka kwa nani, na haujui matatizo ya hiyo gari. Lakini yawezekana pia anaiuza kwa sababu ina shida. Hilo jambo pia linaweza likatokea. Kwa hiyo nikirudi kwenye swali lako, magari ambayo yana gharama ya chini ni hizo kampuni ninazokuambia. Kuna Nissan ambapo japokuwa kuna Nissan za juu sana, lakini kuna Nissan ambazo ni za bei ya chini. Na nikakupa mfano Nissan X-Trail, Nissan Murano, ni Nissan ambazo ziko chini. Lakini pia kuna Toyota, kampuni ya Toyota. Kampuni ya Toyota wana magari ambayo ni ya bei ya kawaida kabisa, bei ya chini. Kwa mfano nikakutolea Toyota Brevis, ni gari ambayo unaweza kaimudu kabisa. Gari unaweza kaimudu, lakini mafuta sio economy. Lakini pia kuna kampuni ya Mazda. Mazda pia wana magari ambayo ni ya bei ya chini kabisa, ambayo Mtanzania yote anaweza kumudu. Kwa mfano Mazda Demio, hii ni gari ambayo ni nzuri kabisa, muundo wake na kila kitu ni kizuri, hata cc zake ni ndogo na ni ya bei ya chini. Tuna kampuni ya Daihatsu. Hizi Daihatsu nayo wana gari ambazo ni za bei ya chini sana, ambazo kila mtu anaweza kumudu, ambazo nyingi sana zinaanzia milioni 8 mpaka milioni 7 hapo, pamoja na ushuru, kila kitu. Kwa hiyo magari yako mengi ambayo ni ya bei ya chini, na kila mtu labda asiogope kwamba mimi siwezi kumiliki gari. Kama unaweza kumiliki tu milioni 8, milioni 9, basi unaweza kumiliki gari. Kama unaweza kumiliki milioni 5, milioni 6, unaweza kumiliki gari. Kwa kumiliki gari sio kwamba ni kazi, ni rahisi, na unaweza kumiliki gari nzuri pia ambayo kaa nayo kwa muda mrefu. Labda ukiachia magari na kama nafaka ulisema, vitu gani vingine ambavyo anaweza kajiita kushirikana? Okay. Kuna watu ambao wanaagiza nguo, mizigo ya hardware. Kuna watu wanaagiza bidhaa zote. Cha msingi tu ziwe zinaruhusiwa kisheria kuingia nchini. Kwa sababu kuna baadhi ya mizigo ambayo hairuhusiwi kuingia nchini. Kisheria kabisa hawaruhusu mizigo hiyo kuingia nchini. Kwa hiyo mzigo wote ambao
kisheria unaruhusiwa kuingia nchini, sisi tunakusaidia kuingiza. Kuanzia hapa hata huko nchini ambako uko, tunaweza organize na maagent mbalimbali wakatupa na situation ya mzigo wako ulivyo, tukakusaidia kuanzia kupakia kwenye meli mpaka unafika Dar es Salaam. Tunafanya pia kazi za container ambapo kuna mizigo labda ya kutoka nje, kwa mfano kuna mawe especially madini kama manganese, makaa ya mawe, kopa. Hizi zote tunafanya staffing ya kila kitu hapa Dar es Salaam, kuanzia kumsaidia mteja kupakia kwenye meli mpaka mzigo unaenda, kama ni Pakistan, kama ni India, kama ni United Emirates, Uarabuni, kote tunafanya. Kwa pia watu wasiogope kama mtu ana mzigo wote. Wewe labda ni mfugaji, unataka kusafirisha mifugo yako nje ya nchi, kila kitu tunafanya. Ni mara nyingi umetafuta huduma bora za kuagiza magari na mizigo kutoka nje ya nchi? Jibu lako ni Apollo Clearing and Forwarding. Tunakuhakikishia huduma za haraka, salama na uhakika zaidi. Ndiyo, tunatoa huduma za kuagiza magari na mizigo kutoka Japan, Singapore, Marekani, Dubai, China na Uingereza. Bado tunashughulikia forodha kwa uredi katika bandari ya Dar es Salaam na bandari zote nchini Tanzania. Bado tunatoa ushauri wa kitaalamu kuhusu usajili na taratibu za uagizaji. Tunakurahisishia usafirishaji wa mizigo kwenda nchi za kimataifa. Tunakuhakikishia usajili na usafirishaji wa gari lako mpaka mlangoni kwako. Unasubiri nini sasa? Tembelea ofisi zetu zilizoko Kariakoo, mtaa wa Omari Londo na Livingstone, jengo la posta ghorofa ya 5, chumba namba 34, au wasiliana nasi kwa simu namba 0742323000 au kwa barua pepe info@apolloclearing.co.tz. Apollo Clearing and Forwarding, kwa huduma za haraka, salama na uhakika.